Wakati mashindano ya Safari Rally Naivasha yalipoanza kuvutia maelfu ya mashabiki kutoka Kenya na nchi jirani, tukio moja lisilotarajiwa limeanza kusambaa kwa kasi sana kwenye mitandao ya kijamii, na ni video inayoonyesha Rais William Ruto akiwasili kwenye tukio hilo, lakini badala ya salamu za kawaida, baadhi ya vijana walianza kusikika wakipaza sauti wakisema neno moja tu, one term. Lakini swali kubwa ni hili, je, hizi zilikuwa ni sauti chache tu za vijana waliojaa hamasa au ni ishara ya kile kinachoendelea ndani ya kizazi kipya cha Gen Z nchini Kenya? Na wakati haya yote yakitokea, kulikuwa pia na vijana wengine waliokuwa na ujumbe wao tofauti kabisa. Leo hapa kwenye Mizuka Media tutaangalia kile kilichotokea kweli ndani ya Safari Rally Naivasha na video zinazozua mjadala mkubwa mitandaoni. Safari Rally ni moja ya mashindano makubwa zaidi barani Afrika na kila mwaka huvutia maelfu ya mashabiki kutoka Kenya, Tanzania na sehemu zingine za dunia. Mwaka huu pia viongozi mbalimbali wa serikali walihudhuria tukio hilo, wakiwemo viongozi wakuu wa taifa. Lakini wakati rais alipowasili eneo la tukio, kulikuwa na kitu ambacho hakikutegemewa kabisa. Katika video hii inayosambaa mitandaoni, baadhi ya vijana wanaonekana wakipiga kelele wakisema one term wakati rais alipokuwa akiwasili kwenye tukio hilo. Neno one term limekuwa likitumika sana katika mijadala ya kisiasa mitandaoni, hasa miongoni mwa vijana wa Gen Z wanaozungumzia mustakabali wa uongozi nchini Kenya. Video hii imezua mijadala mikubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, huku baadhi ya watu wakisema ni uhuru wa maoni na wengine wakisema ni ukosefu wa heshima kwa mheshimiwa rais. Lakini haikuishia hapo tu. Katika video nyingine, kundi la vijana wa Gen Z linaonekana likitoa ujumbe wao moja kwa moja kwa rais. Mmoja wao anasema kuwa wanaamini rais amefanya kazi yake, lakini kama kizazi kipya wameamua kuwa ni wakati wa one term. Kauli hizi zimeongeza mjadala mkubwa sana mitandaoni, hasa kwa sababu Gen Z nchini Kenya wameonekana kuwa na sauti kubwa zaidi katika siasa kupitia mitandao ya kijamii. Unacheki Ruto? Bali yako mimi na Daisa, umeona cheki Prezo? Prezo amefanya ya kutosha, but nakwambia kama boys Gen Z ni one term. Wewe Medi. Acheki na Sifuna. Wapambane umeshindwa. Sawa sawa. Yeah, thank you very much. Unacheki aje kama Mbogia Ruto? Yes. Not Mbogia Ruto, Mbogia Uragi. Si hatuna mboka. Ndio. Mse kama mimi nimesoma, nimepiga buku kaa umbwa. But yeye anakuja anachachisha tu Nairobi. Ati anafanya nini? Mbona si ni one term? Lakini katika hali ya kuvutia zaidi, kulikuwa pia na kijana mwingine aliyekuwa akiwahamasisha watu waliokuwa karibu na yeye kupaza sauti wakisema sisi ndio Sifuna. Kauli hii imeanza kusambaa sana kwenye TikTok na X, huku baadhi ya watu wakitafsiri kama ujumbe wa umoja kwa vijana, wakati wengine wakiona ni sehemu ya burudani ya mashabiki waliokuwa kwenye tukio hilo. Kwa majina naitwa Baraza. Tumetoka Safari Rally, lakini jamu, ukiangalia jamu venye imeshikana hivi, kuna watu watalala huku. Na hiyo sifichi, lakini vijana mjitume na mjue bado sisi ndio Sifuna. Kuja mzee, useme sisi ndio Sifuna. Sisi ndio Sifuna. Sisi ndio Sifuna. Bas, hivyo sasa nasema asanti kwa hii interview. Asante sana. Mimi naenda nyumbani sasa hivi tuko hivi na hatulewangi. Unajua sisi ni watu wa kanisa, lakini ujue tu sisi ndio Asanteni. Wakati huo huo, Rais William Ruto alitoa hotuba yake katika tukio hilo na kugusia suala muhimu kuhusu mustakabali wa Safari Rally. Rais alisema kwamba mashindano ya mwaka huu huenda yakawa ya mwisho kufadhiliwa na serikali moja kwa moja. Alisema kwamba kuanzia mwaka ujao, mpango ni kuhakikisha tukio hilo linafadhiliwa kikamilifu na sekta binafsi ili kupunguza mzigo kwa walipa kodi. Kauli hii pia imeanza kujadiliwa sana mitandaoni. This is the last Safari Rally where we will be expending public money to promote it. From next year, this event will be fully funded, fully supported by the private sector. And I want to congratulate the private sector for stepping up as patriots.
Pamoja na mijadala yote hiyo, jambo moja halipingiki ya kwamba Safari Rally bado ni moja ya matukio makubwa zaidi ya michezo nchini Kenya. Maelfu ya mashabiki walijitokeza Naivasha kushuhudia magari yakikimbia kwenye vumbi na barabara ngumu ambazo zimeifanya Safari Rally kuwa maarufu duniani. Kwa wengi, tukio hili si mashindano ya magari tu, bali pia ni tamasha kubwa la burudani, utalii na uchumi wa eneo la Naivasha. Lakini video hizi zinazozunguka mitandaoni zimeacha swali kubwa sana kwa Wakenya na hata watu wengine wa Afrika Mashariki. Je, hizi ni sauti chache za vijana waliojaa hamasa ya kisiasa au zinaonyesha mabadiliko makubwa ya mawazo ndani ya kizazi kipya cha Gen Z nchini Kenya? Dereva ni mtalii. Dereva anaenda mahali wewe enda. Labda upeo. Mimi niko kazi na niko bado. Wacha naonesha vile watu ni wengi Naivasha. Ndio Safari Rally ni mbaya. Wacha last year hapa hakuna kitu. Watu ni kama nyuki. Let me show you. Ni umati ya watu jamani. Look at all this. Ni mbaya. Ni fire. Maji ni ya mwisho sasa. Wenye mjakuja sahau mpaka lini? Maybe 2040. Oh my God. Sawa. Lazima tutende. Sasa nataka kusikia maoni yako mtazamaji wangu. Unadhani kile kilichotokea kwenye Safari Rally Naivasha ni jambo la kawaida tu la mashabiki au ni ishara kile kinachoweza kutokea katika siasa za Kenya miaka ijayo? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.